Warumi 8 mstari wa 37. Ndiyo. Lakini katika mambo hayo yote hawajaelewa vizuri hapo. Rudia hapo. Tunashinda. Sema tunashinda. Kanisa sema tunashinda. Rudia tena, kila mwanayempenda Yesu sema tunashinda. Tunashinda. Na zaidi ya kushinda katika yeye anafanyaje jamani? Hebu malizia huo mstari usome vizuri. Haleluya. Kwa yeye aliyetupenda. Sisi tunampenda Yesu, yeye katupenda zaidi. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wana misemo wakiwa makaburini, jamani tulimpenda lakini Mungu kampenda zaidi. Lakini wamewapenda ni washindi? Hapo ndo swali langu linakuwaga, je, ni mshindi? Ni mpambanaji? Kafa akiwa vitani? Muulize mwenzako, kwambia usichoke. Mwambie mwenzako usichoke, usije akakukuta uko hali mbaya. Jamani, amina. Kwa hiyo tunashinda. Wakorinto wa kwanza hapa nasema katika yeye atupendaye. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 57 na 58. Sikiliza watu wa maombi, leo nina ujumbe kwenu maalum. Sangine unatembea na tatizo moyoni mwako, sangine unatembea na shida imeula moyo wako, umepata paka mapresha. Nataka nikwambie nina neno la ushindi leo katika maombi. Nisome hapa. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu. Sikilizeni kanisa, imarikeni, acheni kuyumbayumba, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa sababu unajua ya kwamba tabu yenu, usumbufu zenu, majaribu yenu, hawa ni wapambanaji, sio bure. Sio bure. Mwambie mwenzako tabu yako sio bure. Jamani, amina. Tabu yako sio bure. Wewe unapata tabu, lakini tabu yako sio bure. Napoongea hapa, wengine wana maumivu kwenye ndoa zao, wengine wana maumivu kwenye watoto wao, wengine ni wamama wameachika na ni wajane, watoto wanawasumbua na wanapata tabu. Leo nina neno linasema tabu yenu isiwe bure. Toboa. Toboa mwamba. Toboa mwamba. Mwamba, omba, piga magoti paka mwamba utobolewe. Wewe una mashine zaidi ya kuchimba kisima. Hakuna mwamba utakao kushinda. Kwanza wewe mwenyewe ni mwamba. Yes, Petro aliambiwa hivi, katika mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Hakuna milango ya kuzimu ya kulishinda kanisa. Kanisa ni shindi siku zote. Jamani, amina. Hata lingepita mahali pabaya, lingepita mahali pagumu, kanisa ni shindi. Kanisa lina nguvu. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako wewe ni mshindi. Mungu ramashika rimasa ikas Yesu, watu wako hawa wanapita katika changamoto nyingi, wamefika kwenye mwamba. Wape nguvu ya kutoboa, wape nguvu ya kutoboa.
Sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Kanisa nasema sisi ni washindi, na natangaza mbele ya madhabahu hii, sisi ni washindi. Oh. Ramasi orimasa. Haijalishi umeumizwa kiasi gani, haijalishi umeumia kiwango gani, maombi yatakupeleka kwenye ushindi. Wanangu, nawaambieni, maombi yatakupeleka kwenye ushindi. Mungu ana neno kwa ajili yako. Mungu anataka ufike mahali fulani. Umefika kwenye mwamba, huna namna, anamjua. Kwa wajane, bado ni mume wao. Ataweka Roho Mtakatifu ndani yao, atawafariji, atawainua, atawatembelea. Watakaa kanisani, watamwomba Mungu. Mungu wa mbinguni atawatokea. Mungu wa mbinguni atawaangalia. Kwa yatima wanaokula kwa bila utaratibu, wakikuta sawa, wasipokuta sawa. Na wengine ni hodari kuwatesa watoto wa watu. Mnawapa tu kiporo, chakula mnakula nyie, wao wanakula kiporo. Mungu atawahukumu nyinyi wenye haki. Simameni. Hata kama unakaa na mtoto wa mtu, kaa naye vizuri, ale vizuri, ashibe kama watoto wako nyumbani, ajisikie vizuri. Naiona nguvu ya Bwana ya ushindi inatembea ndani ya moyo wako, na inatembea ndani ya moyo wako. Changamoto ulizo nazo, naiona nguvu ya Bwana. Rima sakabas ikabas. Tumalizie na kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 na 4. Tunakwenda kumalizia Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 2 na wa 3. Mstari wa 3 na 4. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, kwa sababu ya vitu vingi tumeporomoka, tumeenda katika mwili. hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tusifanye vita, wapendwa, kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sikilizeni watumishi wa Mungu, silaha zetu sio za mwili. Sisi hatutengenezi mabomu. Sisi tunatengeneza ushindi katika ulimwengu wa roho. Mabomu yako katika ulimwengu wa roho. Ukitupia, linasambaratisha ufalme ule, linasambaratisha chuki, linasambaratisha uongo, linasambaratisha uzushi. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu.
Vijana wote wa kiume tusogee mbele.